Simba hawana viongozi wenye maono. Mtu kama Mangungu inatakiwa ajiuzuru, awachie watu timu yao. Ni maneno ya Hans Raphael, ambapo mchambuzi wa soka hapa Tanzania kutokea Crown Media anajulikana kwa jina la Hans Raphael ameweza kutoa maoni yake juu ya kile ambacho kinaendelea kunako klabu ya Simba Sport Club, kwa kudai kwamba viongozi wa Simba hawana maono. Kwa mjibu wa Hans Raphael akiwa kwenye kipindi cha Crown Sport akitoa maoni yake, anasema kwamba ameeleza kuwa Simba inakosa viongozi wenye maono, na akisema kuwa watu kama kina Mangungu inabidi wajiuzuru, waachie watu timu yao. Aliweza kufunguka wakati akitoa maoni yake kutokana na kile ambacho kinaendelea kwa sasa, ambacho wengi mashabiki na mapenzi wa klabu ya Simba Sport Club wamekuwa kimtuhumu mwenyekiti wa klabu hii kudai kwamba ameshindwa kutekeleza majukumu yake kwa kipindi cha miaka yote toka alivyoingia madarakani, kwa kuwa timu hiyo mpaka sasa kuweza kukosa vitu vingi ambavyo vimeonyesha kabisa kwamba yeye hatoshi kwenye nafasi hiyo. Na ndio maana akadai kwamba Hans Raphael kwamba hawana maono, yani mtu kama Mangungu alishapitwa na wakati, sio muda wa kuweza kuangania kama kina Mangungu, inabidi ajiuzuru ili kulinda heshima yake na kulinda timu yake ya Simba Sport Club, kwa kuwa kuendelea kungangania ndivyo baba anaendelea kuididimiza klabu ya Simba, ambapo Hans Raphael ambaye mara nyingi amekuwa akiegemea upande mmoja, basi safari ameonekana kuikosoa vikali klabu ya Simba, hususan viongozi wao ambao amedai kwamba wengi muda wao wamepitwa na wakati, yani hawana mvuto na hawana maono ya mbele kwamba timu inahitaji nini. Na ndio maana unakuta kila mwaka wanasajili wachezaji wale ambao hawana msaada kwenye timu, kwa kudai kwamba kama kweli wachezaji walikuwa wanadai bonus na hizo ambacho walikuwa wanakihitaji, hawakuwa na ulazima wa kuweza kucheza chini ya kiwango kwenye mechi ambazo zilikuwa zimesalia. Hayo yote yamekuja baada ya klabu ya Simba kuweza kukosa makombe yote katika michuano yote ambayo walikuwa wanashiriki, lakini vile vile kuweza kufungwa na Yanga mara 5 kwenye mechi za dabi mfululizo bila kushinda mechi yoyote. Na ndipo ambapo kadai kwamba kinachokosesha klabu ya Simba ni viongozi wengi kukosa maono, hivyo hawana budi kuweza kujiuzuru.